Mchezo mkubwa ambao umechezwa hapo jana ni mchezo wa EPL Wolves dhidi ya Arsenal 2-2. Anasema ya kwamba mwaka wa shida majanga huwa yaisha, ama bundi ni kama linaendelea kuzonga katika mitaa. Bundi anazengea mtamba panya Arsenal. Bana waliwaroga Arsenal ni kama amefariki hivi. Shida bado anaendelea kuzipitia. Bana inavyoonekana ni kama shughuli sasa itaanza kuwa ngumu. Sare ya bao 2-2 hapo jana ni kweli itawaeka Arsenal kwenye wakati mgumu wa mbio za ubingwa? Kujiweka ugumu tusiseme moja kwa moja kwamba Arsenal anakuwa na wakati mgumu moja kwa moja. Lakini ametengeneza pressure. Yes, Arsenal sare ya jana dhidi ya Wolves ametengeneza pressure kwa upande wake. Ukiangalia hata hivi sasa katika msimamo wa ligi unaona anapumuliwa vizuri tu na Man City. Kwa hivyo anachotakiwa ukifanya yeye ni kuendelea tu kuomba dua mpinzani wake asiwe na matokeo bora. Lakini kabla sijaelezea kidogo huko tukirejea katika mchezo wenyewe namna ambavyo ulikuwa, Wolves alikuwa nyumbani, Arsenal alikuwa ugenini. Ngoma inaisha 2-2. Wolves nafasi ya chini kabisa, nafasi ya mwisho kwenye eneo la kushuka daraja. Nafasi 20 kabisa. Yes, anatoa surprise kwa watu wengi. Hawaamini kama huenda angefanya vile. Lakini ukiangalia mchezo in general, kitu gani ambacho labda walifeli Arsenal? Cha kwanza ilikuwa ni kwenye area ya upambanaji. Lakini cha pili ni showboating, naweza nikasema hivyo. Showboating ni neno la kifootball lenye maana ya kwamba ni kama kuna namna walikuwa wanafanya show off fulani hivi. Yaani hawachezi ile kwamba walipokuwa wanaongoza 2-1 hawakuwa wanacheza kimikakati zaidi, kwa maana ya kwamba tukatafute goli lingine. Wao walirelax, wakawa wanacheza mpira wa kawaida wakiamini kwamba tayari tumepata matokeo mazuri. Lakini kingine ni kupoteza mipira, kwa maana ya mapambano ya 1 against 1 kati ya wachezaji wa Arsenal na wachezaji wa Wolves yalikuwa ni mapambano ambayo Wolves walikuwa wana win mapambano ya mchezaji mmoja dhidi ya Arsenal. Lakini kingine kulikuwa hawafanyi jogging ya kutosha kwa upande wa Arsenal, kwa maana ya kwamba unajua unapokuwa uwanjani kuna muda unamsikiaga kuna kocha fulani alikuwa gani na Juma Mgunda alikuwa anapiga na winja kabisa. Mbona hatukabi? Wanahitaji zile runs. Makocha wengine utamsikia anaambia kabisa fulani runs. Msikiaga kipindi fulani alikuwa ni kocha wa Azam anadukaga anaitwa nani? Sawa, ukimkumbuka tutamweka Zuberi No, it's Zuberi Foba. Kuna kocha fulani hivi alikuwa na sawa, nikimkumbuka nitakwambia. Alikuwa kipindi fulani anamwambia Kibro Junior run. Simeelewa kwamba makocha wengi wanaogopa wachezaji ambao ni abiria uwanjani. Ndio kitu ambacho kilitokea kwa upande wa Arsenal. Wachezaji wengi walikuwa ni abiria, walikuwa hawana zile runs za kutosha. Na katika mpira ukiwa ukimbii uwanjani, by the way unatengeneza kumpa mpinzani wako faida kubwa zaidi ya kuwini mipira. Ndio kitu ambacho kilikwenda kutokea. Lakini kwa upande wa mashabiki wa Arsenal ukisema wanataka kumlaumu Mikel Arteta, to me naweza nikasema natoa big no, kwa sababu alifanya sabu za kutosha ambao zinatija. Kwa hivyo hata angefanya sabu 10, tatizo lilikuwa ni pale pale. Wachezaji hawajitumi, hawapambani. Walipoongeza goli 2-1 wakaisi wameshamaliza mchezo. Pongezi natoa kwa upande wa Wolves, kwa sababu wao waliamini kwamba hatuwezi kufanya kitu kikubwa dhidi ya Arsenal. Tufanye nini? Fighting, tupambane. Ndio kitu ambacho kiliwasaidia, kwamba waliamini tukiendelea kupambana huenda tukapata goli. Ndio kitu ambacho kilitokea. Ukiangalia hata goli ambalo walipata dakika za jioni, wakapata bola la kusawazisha, wakaweka mzani sawa. Lakini sasa kwa swali lako la mwanzo, hofu ambayo iko kwa Arsenal kuelekea ubingwa. Simeelewa hofu ambayo ipo kwa Arsenal kuelekea ubingwa ni kwamba Man City yeye yuko nyuma yake. Ni alama 60 kwa 58. Of course 58 kwa 60. 58 kwa 53. Kwa 53. 58 kwa 53. Michezo 27 kwa Arsenal, lakini michezo 26 kwa Manchester City. Ambapo Manchester City ana mchezo dhidi ya Newcastle City siku ya Jumamosi. Yes, kinachokwenda kutokea hivi sasa, Arsenal, mashabiki wa Arsenal kwa ujumla, sala zao ni kumuombea Man City na Newcastle walau watoe sare katika mchezo wa Jumamosi, au Newcastle amfunge Man City. Unamwona Arsenal akikosa ubingwa kwa mbio zilivyo hivi sasa na anavyoendelea kusuasua hivi? Tumia hapana.
tunamuona kwenye mbio za ubingwa na akichukua ile kombe. Arsenal namuona moja kwa moja anachukua ile kombe. Binafsi nina matarajio makubwa zaidi. Anachukua ile kombe Arsenal. Na matarajio yangu ni makubwa Arsenal kuchukua ubingwa. Sawa, ni neno la mwisho na tutalisave endapo mwisho wa msimu ukifika, kuhusiana na kauli yake mchambuzi kwamba Arsenal kwa msimu huu 2026 basi ubingwa ni yeye mwenyewe tu. Tuna ziada kufikia hivi sasa, natumai tuna sign out na tunaondoka studio. Natumai tutaonana tena kesho. Mbona kumalizia ndugu yangu? Naona unacheka. Nimefurahi. Hapana, tuna ziada mtazamaji wa Kawabe Media, endelea kufuatilia mitandao mbalimbali ya kijamii kule YouTube, lakini Facebook pamoja na Instagram, lakini pia TikTok kwa jina la Kawabe Media. Mimi sina la ziada, ni Ernest Singano, beki mwenye nizamu hadi wakati mwingine.